Licha ya kwamba wananchi Yanga wametoa ubingwa wa 4 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2024-2025 baada ya kuwafunga watani zao wa jadi Simba katika mechi iliyokuwa ya dabi ya Kariakoo, lakini pia ikiwa na lingine la ziada kwamba ilikuwa na kombe uwanjani. Lakini Yanga imejiwekea rekodi nyingine ya aina yake katika ligi kuu Tanzania bara ambayo inaifanya sasa kwa msimu huu wa 2024-2025 iwe klabu ya pekee yake kufanya hivyo katika ligi kuu bora zote barani Afrika kwa mujibu wa CAF, lakini pia ikiungana na klabu takribani 4 kubwa zilizotoa ubingwa katika miongoni mwa ligi 5 bora barani Ulaya. Wajua sifa hii ni ipi? Ni kwamba tunafahamu vizuri kwamba Yanga walitoa ubingwa baada ya kufikisha pointi 82. Ndio, huku wekundu wa Msimbazi Simba wakimaliza katika nafasi ya pili wakiwa na pointi 78. Lakini eneo ambalo linaifanya Yanga iandike historia aina yake katika ligi kuu Tanzania bara nchini tangu ilipoanzishwa 1996 kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza ni hii rekodi yake ya mabao. Yanga imefunga mabao 83. Yes, 83, pia ikaruhusu mabao 10. Sasa haya mabao 83 ndo rekodi yenyewe ilipo. Ni kwa sababu kwa mara ya kwanza katika ligi kuu Tanzania bara inamaliza timu ikiwa bingwa huku ikiwa na idadi ya mabao mengi kuliko points. Hili halijawahi kutokea tangu kuanzishwa kwa ligi kuu hii kama nilivyotoka kueleza awali. Wajua ni kwa sababu gani? Ni kwamba kwa kawaida katika mpira wa miguu kwenye kanuni za ligi kuu yetu, lakini pia kwenye ligi nyingine mbalimbali duniani ni kwamba timu ikishinda inapata pointi 3. Kwa lugha nyingine inakuwa vigumu na ni nadra sana kutokea kwa timu kwa idadi kubwa ya mabao kuliko points, kwa sababu katika kila ushindi timu inapata pointi 3. Mara nyingi timu ikishinda mechi 3 kwa lugha nyingine tayari na pointi 9. Lakini kwenye kufunga ni nadra timu kuwa na wastani huu wa mabao matatu kila mechi, kwa sababu ikifanya hivyo ndipo halafu ikiwa inashinda ndipo pointi zake zinaweza zikalingana na mabao katika baadhi ya nyakati. Kwa mfano timu ikicheza mechi 10 halafu kila mechi inashinda wastani wa mabao matatu, tunatarajia ndipo hiyo na mabao 30 ambayo itaendana na idadi ya pointi, kwa sababu timu ikishinda mchezo mmoja inapata pointi 3. Wakati mwingi katika mara nyingi inakuwa ni nadra kuona idadi ya pointi ya timu inazidiwa na idadi ya mabao, kwa sababu hilo toka kuelezea. Lakini kwa msimu huu Yanga alichofanya kuwa na pointi 83, maana yake 83 ni kubwa kuliko pointi walizovuna ambazo ni 82. Hili ni jambo la kwanza kwa kutokea katika ligi kuu Tanzania bara tangu ianzishwe kama nilivyotoka kueleza awali. Ni nadra sana tukio la namna hii kutokea, na hili linathibitishwa na ukweli kwamba Yanga katika eneo la kushambulia msimu huu 2024-2025 ilikuwa vizuri sana, na ndio maana ndio timu iliyotoa ubingwa ndio, lakini ndio timu iliyoongoza kwa kufunga mabao mengi, haya mabao 83, ikifuatiwa kwa mbali na watani zao wa jadi Simba walioshika nafasi ya pili kwenye eneo hilo kwa kufunga mabao 69. Yaani Yanga imefunga mabao 14 zaidi ya yale waliofunga wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa ukiangalia katika ligi kuu bora zote barani Afrika kwa sasa, hakuna katika ligi yoyote kuna timu imemaliza ikiwa bingwa halafu ikiwa na mabao mengi kuliko pointi ilizovuna. Naposema ligi bora barani Afrika, kwa mujibu wa CAF, ligi bora barani Afrika ziko 27. Ndio, wanaposema ligi bora kwa mujibu wa CAF taratibu zake ni kwamba katika misimu 5 iliyopita ligi husika iwe imetoa klabu walau moja kuingia katika walau hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika ama kombe la shirikisho barani Afrika. Endapo katika misimu 5 ligi husika haijawahi kutoa timu yoyote ya kwenda kuingia hatua ya makundi ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho, basi ligi hiyo haiingii katika orodha ya ligi bora. Sasa kwa sababu hiyo ndio maana zipo ligi 27, kwa sababu nchi nyingine nyingi ligi kuu zake hazijapata bahati hii ya kutoa walau timu moja iingie katika orodha ya ligi bora kwa kuingia hatua ya makundi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa ama kombe la shirikisho katika misimu 5 kuanzia msimu huu uliopo hapa. Tunazungumzia msimu wa 2024-2025 unaoelekea ukingoni katika nchi zote kwa ratiba za CAF. Sasa matokeo yake ndio maana kuna ligi nyingine, kwa sababu wanachama wa CAF wako 54. Ndio,
Lakini ligi bora zipo 27 kwa sababu ndio nchi ambazo ligi kuu zake zimewahi kufikia kigezo hiki cha kuwa na timu walau moja iliyoingia hatua ya makundi, kombe la shirikisho au ligi ya mabingwa. Sasa katika orodha hii inaongozwa na Misri ambayo inashika nafasi ya kwanza kwa ubora hivi sasa. Ya pili ni ligi kuu ya Morocco, ya tatu ligi kuu ya Afrika Kusini, ya nne ligi kuu ya Algeria, ya tano ligi kuu Tanzania bara hii ya kwetu, ya sita ligi kuu ya Tunisia, saba ligi kuu ya Angola, nane ligi kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, 9 ligi kuu ya Sudani, 10 ligi kuu ya Ivory Coast. Orodha inakwenda hivyo mpaka kwenye ligi kuu ya 27 ambapo kule unazikuta kuna nchi kwenye ligi kuu zake kama Eswatini, lakini pia kuna Niger, halafu ya 27 ni Burkina Faso. Hizi ndo zile ambazo ziko mkiadi katika 27, kwa maana 27, 26, 25. Sasa katika ligi hizo zote hakuna timu ambayo imemaliza ikiwa bingwa ikifunga mabao mengi kuliko idadi ya points kama nilivyotoka kueleza. Sasa ni Yanga tu ndio yenye sifa hii miongoni mwa ligi kuu bora barani Afrika hivi sasa kwa kumaliza ligi ikiwa bingwa, lakini ikiwa na pointi nyingi kuliko idadi ya mabao. Yanga mabao 83, point 82, maana idadi ya mabao imezidi kwa tarakimu moja kulinganisha na idadi ya points. Nadhani imeleweka vizuri. Sasa kwa sifa hizi kule barani Ulaya katika ligi kuu 5 zao, mabingwa katika ligi kuu 5 bora barani Ulaya wapo takribani 4 miongoni mwa 5 wamefikia rekodi kama hii ya Yanga ya kuwa na mabao mengi kuliko idadi ya point. Wakati mwingine hiyo ni ishara kwamba timu husika katika msimu husika ilikuwa very dominant, ndio ilitawala sana, imeziacha mbali mno timu pinzani katika ligi kuu husika, na ndio maana inakuwa inafunga mabao mengi kuliko hata idadi ya point. Na katika hizo ndipo unapoona katika ligi kuu 5 za bora barani Ulaya unakuta katika ligi kuu ya Italy bingwa wake hakufikia sifa hii ya kuwa na mabao mengi kwa idadi kuliko idadi ya pointi walizopata. Lakini Yanga sifa yake hii inalingana na klabu zifuatazo katika ligi kuu bora barani Ulaya. Kuna ligi kuu ya England ambayo yenyewe bingwa wake ni Liverpool, tunafahamu vizuri Liverpool wamemaliza ligi kuu msimu huu wa 2024-25 wakiwa wamefunga mabao 86, ilhali pointi walizozivuna mpaka ligi kukamilika ni pointi 84. Kwa hiyo Liverpool nao wamefunga mabao ya idadi kubwa kuliko idadi ya points, wanaungana na Yanga kwa sifa hii. Lakini kuna kule La Liga Spain, kule unaikuta kule Spain kwenye La Liga, ligi kuu ya Spain, La Liga, kule unawakuta Barcelona wao pia wamekuwa na sifa kama ya Yanga ya Tanzania kwenye ligi kuu yake, kwa sababu kwenye La Liga Barcelona wamefunga kazi kwenye mabao, wamefunga mabao 102, lakini pointi walizozipata ni pointi 88. Kwa lugha nyingine ni kwamba ndo kama ile nilipotoka kueleza kwamba mabao idadi yake imekuwa kubwa kuliko idadi ya points ambazo ni 88 tu. Hii ni Barcelona katika ligi kuu ya kule Hispania almaarufu kama La Liga. Lakini kule Bundesliga ambako ni Ujerumani kwenye Bundesliga kule mabingwa ni Bayern Munich. Bayern na wao wameingia na sifa hii kwa sababu Bayern Munich wamemaliza wakiwa na mabao Bayern Munich wamemaliza na mabao 99, lakini pointi walizozipata 82 tu. Kwa hiyo mabao ni mengi kuliko idadi ya pointi walizovuna. Lakini kule nchini Ufaransa unaikuta PSG katika Ligue 1 ambayo inapatikana kule nchini Ufaransa. Bingwa wake ni PSG, tunatambua vizuri wote. PSG ndio mabingwa, mabao 92. Lakini pointi walizopata PSG katika ligi kuu ya Ufaransa ni pointi 84. Pointi walizopata ni 84 tu. Kwa hiyo mabao ni mengi kuliko idadi ya pointi walizozipata. Klabu hizo 4 katika ligi kuu 4 miongoni mwa ligi kuu 5 bora barani Ulaya zinafanana kitabia kwa namna walivyofanya katika ligi kuu zao kwa msimu huu.
Note, kwa kusema haya simaanishi kwamba Yanga ubora wake ni kama Barcelona, kama Bayern Munich, kama PSG, kama Liverpool. La hasha. Isipokuwa naelezea tabia ya kile kilichotokea msimu huu 2024-25 na nikitolea mfano kwa klabu hizo namna ambavyo zimetawala sana kwenye ligi kuu zao msimu huu, na ndicho ambacho Yanga imeandika historia katika ligi kuu Tanzania bara kwa kuandika historia hiyo ya kuwa na mabao mengi kuliko idadi ya points. Halijatokea hilo tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kwa msimu uliosema, msimu wa 1996-97 ambao ndio ulikuwa wa kwanza tangu ligi kuu Tanzania bara ibadilishe iitwe hivyo kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza.